utaishi wapi milele? Ni swali ambalo linahitaji majibu, na jibu kwa dakika chache mahali hapa. Ujumbe wetu unatoka kwenye kitabu cha Luka sura ile ya 16 na mstari wa 19. Leo Mungu amekupa nafasi ya kuyasikia maneno yake. Maisha aliyopewa mwanadamu hapa duniani ni maisha ya muda mfupi sana. Ni maisha ambayo kwa mjibu wa kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 6, maandiko yanasema siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni chache, tena zimejaa tabu na uchungu. Anachanua kama ua, lakini ananyauka baada ya muda mchache. Leo yupo, kesho hayupo. Maandiko yanasema anafananishwa na kivuli ambacho wakati wa jua kipo, jua likiondoka hakipo. Maisha ya mwanadamu si marefu. Hata angeishi miaka 70, hata angeishi miaka 100, hata angeishi miaka 120, mwisho wa siku kuna ukomo wa maisha ambao mwanadamu yeyote atalazimika kukubali na kupokea. Siku hizi mambo ni tofauti. Zamani tulikuwa tunakwenda kwenye misiba ya bibi kafa, babu kafa. Siku hizi sio bibi anakufa. Siku hizi hadi mimba zinaharibika. Siku hizi watoto wa miaka 2, 3 wanakufa. Siku hizi vijana wadogo ambao hawajahitimu primary wanakufa. Vijana ambao hawajahitimu sekondari wanakufa. Siku hizi vijana wakiwa chuoni wanakufa. Siku hizi watu wakiwa wameajiriwa wana wiki kadhaa kazini wanakufa. Watu wakiwa wameolewa au wameoa wiki kadhaa wanakufa. Kifo kimekuwa harisi mno sasa kuliko wakati mwingine wowote. Vifo vilikuwa ni jambo nadra kiasi nyuma, lakini sasa hivi kifo ni jambo harisi mno. Wakati mwaka 2021 unaanza, ungemuuliza mtu ya kwamba mwezi wa 6 tutakuwa tumebadilisha rais katika taifa la Tanzania, tena sababu ikiwa ni kifo, hakuna ambaye angekuelewa. Kwa maana wakati huo hakuna aliyeona dalili ya kifo kwa rais wetu aliyeondoka, wala hakuna aliyetarajia ya kwamba mtu kama yule aliye imara, anayemkiri Mungu waziwazi, anayetaja msaada wa Mungu waziwazi, asingelikuwepo miezi 6 tu baada ya mwaka kuanza. Ujue kifo ni harisi, kinachukua watu wema wanaopendwa mno. Kifo ni harisi, kinachukua aliyoichosha jamii kwa maisha yao ya dhambi. Kifo ni harisi mno, kinachukua aliyomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na kinachukua wale walioamua kuendekeza dhambi na maisha ya uovu. Kifo akichagui, na bahati nzuri au mbaya, akigongi hodi, akimuulizi mtu ya kwamba uko tayari nikujie wiki ijayo, ghafla unasikia kwamba mtu fulani hayupo. Alikuwa mzima, alikwenda kazini vizuri, akarudi nyumbani anadai kichwa tu kinamsumbua akapumzike. Walipokwenda wakakuta haongei, wakakuta tikisiki, wakakuta uhai haupo tena ndani yake. Nachotaka ujue, kila mmoja uko kwenye mlango wa kifo. Kila mmoja uko kwenye dakika yako ya mwisho. Lolote linaweza kutokea saa yoyote na wakati wowote. Sasa swala si kifo. Swala ni nini kitafuata ukifa. Na Mungu hakutaka liwe fumbo. Mungu haitaka iwe wazi ijulikane. Uamue utakwenda wapi ukiwa hai duniani. Ndio maana Yesu aliyekuwepo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, yeye ambaye yuna mfano wa Mungu, yeye ambaye hapo mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, aliamua kueleza kisa kimoja hapo ili atuamshe wengine ambao tujafikiwa na umauti. Tujue ya kwamba kuna sehemu mbili tu watu huenda baada ya maisha haya. Sehemu ya kwanza ni kule alikokwenda maskini, panaitwa paradiso, mahali pa kuburudishwa, mahali pa kufarijiwa, mahali pa kufuta machozi, mahali ambako waliokwenda hawana machozi tena, hawaridhi, hawakumbuki tabu za dunia. Hata kama duniani hawakuwa maarufu, hata kama duniani hawakuwa na majina makubwa, hata kama duniani hawakuwa na vyeo, wale waliokwenda paradiso wana raha isiyoelezeka, wana furaha isiyopimika, wanayo nguvu ya kufurahia umilele wao. Kinyume chake, eneo la pili ambako alikwenda tajiri panaitwa kuzimu. Kuzimu ni mahali pa mateso. Tajiri mwenyewe alisema ninateswa mahali hapa. Hakusema ninaburudika. Hakusema nina marafiki zangu tuliokuwa tunakunywa nao tunatiana moyo. Hakusema nina wazinzi wenzangu ambao tulizini nao tunatiana moyo na kukumbushana stories za duniani.
alisema mahali alipo ni mahali pa mateso, ni mahali ambako hakuna Kristo, ni mahali ambako hakuna kondom, ni mahali ambako hakuna maraya wanajiuza, ni mahali ambako watu wanajuta kwa sababu ya makosa na dhambi zao. Kuzimu si mahali pa kwenda. Kuzimu panatisha. Kuna kiu isiyoelezeka. Tajiri alimuomba Ibrahim akasema, mtume Lazaro achovye kidole chake kwenye maji ili aniburudishe ulimi wangu. Jaribu kufikiri, kuna wakati maji ya kwenye glasi hayakati kiu, lakini watu wa kuzimu wanatamani hata maji ya kwenye kidole. Unaweza kufikiri kuzimu ni pabaya kiasi gani. Unaweza kaelewa mateso yaliyoko hayavumiliki. Lakini kubwa zaidi, walioko kuzimu wamekata tamaa, maana wanajua ya kwamba kuna njia moja ya kuingia, lakini hakuna njia ya kutoka. Walioko kuzimu wote wanajua kila dakika inayopita hakuna uwezekano wa kutoka tena. Baba yangu na mama yangu unanisikia, kaka yangu na dada yangu unanisikia, kuzimu sio mahali pa kwenda. Kuzimu sio mahali pa kufikiri hata kwa sekunde moja. Walioko kuzimu wanatamani watu wasiende. Maandiko yanasema tajiri aliomba akamwambia baba Ibrahim, ninaomba umtume Lazaro aende duniani akawashuhudie ndugu zangu, ili na wao wasije mahali hapa pa mateso. Kuzimu ndio mahali ambako hata mchawi ana upendo. Kuzimu ndio mahali hata ambako hata muuaji hataki wengine wache alipo. Kuzimu kila mmoja anaelewa mtu atakapokanyaga hatotoka tena. Nataka ujue neno hili. Mungu hakupenda hata mtu mmoja aende kuzimu. Mungu hakupenda hata mwanadamu mmoja aende mahali hapo pa mateso. Mahali hapo kwa mjibu wa Mathayo 25 mstari wa 41, maandiko yanasema palitengenezwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Lakini unapoamua kuishi maisha ya dhambi, unapoamua kukataa kulipa gharama ya kuiacha dunia na tamaa zake, ukasingizia ujana, ukasema ujana ni maji ya moto, utakwenda mahali ambako shetani aliyekushawishi atakwenda. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 8, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa yeye hutenda dhambi tangu mwanzo. Yeyote anayetenda dhambi, hata akisema simpendi shetani na mchukia shetani, hata ungemchukia kwa mdomo, lakini kwa matendo unatenda mambo yake, wewe ni mali yake, na ukifa utakwenda motoni. Mungu hapendi hata mmoja apotee. Ndio maana kitabu kile cha Yohana mtakatifu sura ile ya 3 mstari wa 16 hadi wa 18, maandiko yanasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, Mungu alimpenda mfanyabiashara wa Loliondo, Mungu alimpenda mkazi wa Kibaha, hata akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo, ili afe msalabani, awe fidia ya dhambi, awe malipo ya dhambi yako, ili akupatanishe na Mungu. Bila Yesu huwezi kushinda dhambi. Amen. Bila Yesu ujana ni maji ya moto. Yesu pekee ndiye anaweza akanyamazisha maji ya moto ya ujana. Sema amen. Amen. Leo ukimpokea atakata kiu ya dhambi ndani yako. Leo ukimpokea bodaboda, Yesu atakata kiu ya dhambi yako. Dhambi anaendelea na dhambi kwa sababu ameshindwa kuacha. Akipata suru anaacha. Hakuna anayependa kufanya dhambi. Kila mmoja, ukimwona mtu anavuta sigara, usifikiri anapenda, kwa sababu kwenye pakiti yake pameandikwa kabisa, honyo, uvutaji wa sigara ni nini? Ni hatari kwa afya yako. Hawezi kuvuta hatari, hakuna anaweza kuvuta hatari. Ukiona anavuta hatari ni kwa sababu ameshindwa kuacha hatari. Ila Yesu akiingia ndani yako, anakufanyia operation ya moyo. Yesu akiingia ndani yako, anauvunja moyo wa dhambi, anakupa moyo wa ukamilifu. Sema, sikiliza ahadi ya Mungu kwa wale ambao wanafungua mioyo yao ili Mungu abadilishe maisha yao. Ahadi ya Mungu ipo kwenye 36 mstari wa 25 hadi 27. Ni ahadi ya Mungu kwa yeyote ambaye anataka msaada. Maandiko yanasema, nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Amen. Mtu yeyote anayemfungulia Yesu mlango,
Yesu anamsafisha dhambi zake zote. Yesu anampa moyo mwingine. Sio kwamba sisi hatujui dhambi, sio kwamba hatuwezi kuzifanya. Kuna nguvu ndani yetu imeingia iliyobadilisha appetite. Nguvu yetu imegeuzwa. Aliyetugeuza ni Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini huwezi kuacha. Ukijaribu kuacha unasikia mtu anatoa ushuhuda wake kwenye tangazo, nilikuwa siamini kama unaweza ukashinda, mpaka nimeshinda. Na wewe unasema sasa narudi tena kwa upya. Unaliwa. Nyumbani hawajui nyama wamekula mara ya mwisho lini. Lakini hela ya kamari unayo. Pengine kibinti kimekunyang'anya ndoa yako. Kibinti kidogo tu kinakula vizuri, kinakwambia dari mtuma hela, unatuma mke wako akisema, unamwambia hali ni mbaya, sijafuata mteja kabisa leo. Hiyo ni kiu kama kiu nyingine. Amen. Kama ulikuwa unanisikia na unasema kwa hiari yako, ninahitaji kuanza maisha mapya na Mungu, nahitaji ushirika na Mungu, nahitaji neema ya Mungu ya kushinda dhambi, nahitaji kumpendeza Mungu. Wewe ambaye kwa hiari yako uko tayari kumpa Yesu maisha yako awe mwokozi wako, weka mkono wako juu nikuone. Mungu akubariki bro, usishushe. Naomba na wewe uliyefanya hayo maamuzi, kama unaweza kuchukua ujasiri zaidi, kwa sababu hata hapo wanakuona, naomba uchukue hatua, usogee hapa. Utakapokuwa kwenye jeneza, hakuna atakayekuwa amelala na wewe pale. Utakaposimama mbele ya Mungu siku ya hukumu, utakuwa peke yako. Usijali maneno ya watu. Hata sisi tulipigiwa kelele kama hizi, kuangalia nyuma, kwa sababu maisha ni yako bro. Mungu akitaka kuchukua ufi na yeyote hapa. Unaweza kusikia alikuwa amebeba abiria akakutana na dereva kichaa, wakagongana uso kwa uso, amefia pale. Maisha ni yako mtu wa Mungu. Don't worry. Hauko peke yako. Ungekuwa ndio mtu wa kwanza kumwamini Yesu, ingekuwa ni aibu. Yeyote ambaye pia anahitaji kumpokea Yesu kwa hiari yake kama kaka, hayo hayamuhusu. Yesu atambadilisha. Wewe ubadilishi watu, na wewe haacha kutongoza mabinti za watu. Hebu rudia maneno haya kaka, sema Bwana Yesu, nakushukuru kwa neno lako. Asante kwa kusema na moyo wangu. Asante kwa kusema na maisha yangu. Nahitaji neema yako ya kushinda dhambi. Unisaidie nisirudi nyuma. Niwezeshe nisirudi kwenye maisha ya dhambi. Badilisha moyo wangu. Unipe nguvu yako ya mabadiliko. Kuanzia leo naipokea neema ya Mungu ibadilishayo mioyo. Kuanzia sasa mimi ni mali yako. Asante Yesu kwa kubadilisha maisha yangu. Amen. Mungu akubariki.